Hujambo na karibu mwanagenzi au mtazamaji katika kipindi ukipendacho, kipindi ambacho kwacho twaletea kila kaski. Basi kumbuka fika ni kipindi ambacho mwaletewa naye penda mwite Guru Stars Junior, kijana aliyebobea hasa katika lugha nyenzi tasnia ya Kiswahili. Na bila shaka leo tunabudi kuangazia magonjwa, na tutakapokuwa tukiangazia magonjwa tutakuwa tunaangazia magonjwa ainati, yani magonjwa mbalimbali. Na bila shaka wakati mwingine ikiwezekana nitakuwa nikikuelezea pia upande mwingine ama kwa lugha nyingine, lugha ya Kimombo ama King'eng'e ukipenda. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo labda nitakuwa nikikuelezea katika lugha ya Kimombo pia, ili uweze kufahamu kwa njia mkutadha ama kwa njia aula sana. Sitapoteza muda, sinabudi kwa kuanza na ule ugonjwa unaofahamika kama kiwewe. Tuna ugonjwa wa kiwewe. Natumai kiwewe katika lugha ya Kimombo tunaita trauma ama trauma, inalingana na jinsi matamshi yako, basi ni trauma. Kando na trauma, tuna magonjwa kama vile banguzi, na banguzi bila shaka ni kidonda kisichopona haraka. Banguzi ni kidonda kisichopona haraka. Kisha kando na banguzi tuna ugonjwa unaofahamika kama kiseyeye. Bila shaka unajua ni vizuri mwalimu kuhifadhi kwenye ubao, ili yule mwanafunzi anayejifunza pia aweza kanakili pia katika kile kijitabu chake. Kumbuka fika kwa leo ni tarehe mosi, mwezi ukiwa ni wa pili, mwaka na 2023. Tandatu ni 6. Kipindi cha Kiswahili. Katika kile ambacho tuangazia leo ni ugonjwa au magonjwa, tunaweza sema tu ugonjwa. Ugonjwa nilisema pia huitwa ugonjwa, ni maradhi, yani diseases. Magonjwa kwa magonjwa, ugonjwa ni disease, lakini kwa wingi tunasema magonjwa ama diseases, ngeli ya uya. Ugonjwa pia huitwa ugonjwa, pia huitwa maradhi. Kana na maradhi pia waweza ita ndwele ama uwele. Uwele katika umoja, wingi ni ndwele, ngeli ya uzi. Kisha pia waweza ita ukongo. Ukongo ni ugonjwa. Hayo majina yote ni visawe vya neno ugonjwa. Tuelezea kwa kisawe ni neno lililo na maana zaidi ya moja. Neno kuradhi, neno lililo na maana sawa, sio maana zaidi ya moja. Maana zaidi ya moja ni vitawe. Basi katika magonjwa nimesema tuna trauma, kiwewe, tuna hijabu. Hijabu pia huita kiseyeye. Ni ugonjwa ambao bila shaka kutokana na uvimbe wa ufizi. Kiseyeye. Kiseyeye. Kiseyeye ndio skabi ama skavi. Skavi ni kiseyeye. The skavi. Ya kwanza nieleza fika kwa ni trauma kwa Kiingereza ama kwa Kimombo trauma, ambayo bila shaka katika lugha nyenzi ya Kiswahili tunaita kiwewe. Kiwewe. Kisha kando na hayo tuna magonjwa mengine kama vile kiharusi. Kiharusi pia huitwa ugonjwa wa kupoza, ni ugonjwa wa kupoza. Basi ugonjwa huu katika lugha ya Kimombo nimesema kiharusi. Kiharusi, ugonjwa wa kupoza. Katika Kimombo ni ugonjwa ambao hufahamika kama stroke ndio kiharusi ama ugonjwa wa kupoza. Kisha tuna magonjwa kama vile
ugonjwa wa kupooza ama kiharusi. Kisha kuna ule ugonjwa ambao hufanya mtu kudekenywa, ugonjwa huitwa hiccup katika lugha ya Kimombo. Hiccup katika lugha ya Kiswahili ni chechevu au kekevu. Chechevu au pia waweza ita kekevu. Hiccup chechevu, natumai ni ule ugonjwa ambao wamepata asielewi kama naam, ni ugonjwa ambao hufanya mtu kudekenya kila wakati. Kisha tuna ugonjwa gani? Tuna ugonjwa wa kuendesha, mara nyingi mtu huendesha damu. Basi ugonjwa wa kuhara damu, yani kuendesha damu, huitwa dysentery. Ni ugonjwa wa kuendesha damu ama kuhara damu. Kuhara ni kuendesha, tukitumia lugha ya tafsida ya kuondoa yale makali. Kisha kando na dysentery ambayo ni ugonjwa wa kuhara damu, pia tuna ugonjwa ambao unafahamika kama matende. Matende katika lugha ya Kimombo, matende ni elephantiasis. Elephantiasis ndio matende. Kisha kando na matende tuna magonjwa mengine. Tuna magonjwa mengi sana. Tuna ugonjwa ambao bila shaka huwa na kipele, na kipele hicho tunadokezea kwa kinaota. Ni kitu kigumu ambacho, kipele kigumu kinachoota sehemu yote ile ya mwili. Na bila shaka tunadokezea kwa kikao kikubwa hukatwa. Kipele hicho huitwa chanjua. Kisha kando na chanjua tuna ugonjwa wa tego au pangusa. Tego tuna ugonjwa wa tego, pangusa. Ugonjwa huo pia kando na pangusa pia waweza ita farangi au kaswende. Wacha tutumie neno kaswende kwa sababu neno hilo ndilo watu wanalifahamu nalo sana. Basi kaswende katika lugha ya Kimombo ni syphilis. Ugonjwa wa syphilis. Basi kaswende ukipenda waweza ita pangusa ama tego. Ni ugonjwa lililo na majina mengi, syphilis. Natumai unajua syphilis. Kaswende ugonjwa ambao huambukizwa kutokana na kupitia njia ya ngono ama through sexual intercourse. Kisha tuna ugonjwa wa tetemaji. Ugonjwa ambao ukikuambukiza utokwa na upele usoni na maji, ndio maana huitwa tetemaji. Maji hayo huwa machungu sana mtazamaji. Tetemaji. Basi ugonjwa wa tetemaji katika lugha ya Kimombo huitwa chicken pox. Ni ugonjwa wa tetemaji. Wakati mwingine pia waweza ita tetekuwanga. Natumai ndio jina ambalo linafahamika sana katika lugha nyenzi ya Kiswahili, tetekuwanga. Kisha kando na tetekuwanga au tetemaji tuna ugonjwa wa machapui. Ugonjwa ambao mara nyingi hufurisha mashavu. Machapui katika lugha ya Kimombo ni mumps. Machapui ni mumps.
ugonjwa wa mumps ama machapwi kupenda. Kisha kando na machapwi tuna magonjwa mengi ambayo tutakuwa tukiangazia. Tuna ugonjwa wa utapiamlo wa kukosa lishe bora. Ugonjwa wa utapiamlo tunaita chirwa. Chirwa ni ugonjwa wa utapiamlo. Chirwa katika lugha ya Kimombo tunaita kwashiorkor. Basi chirwa, tuna chirwa katika lugha ya Kimombo nimesema ni kwashiorkor. Basi ni ugonjwa ambao hutokana na lishe bora, kutokula lishe bora, yani balanced diet, lack of balanced diet. Basi mtazamaji, nahitaji ule chakula ambacho kinafikia kiwango ambacho kinahitajika. Hapo utakuwa unakula vyakula vya wanga. Wanga ni carbohydrates. Utakuwa unakula pia vitamini, yani vitamins. Natumai tunapozungumzia kuhusu vyakula vya wanga ama carbohydrates, ni vyakula ambavyo mara nyingi huenda na unga. Kwa mfano tuna chapati, tuna mahindi, chapati, ugali ama ugalai kwa Kimombo, ugali tu, na vyakula vinginevyo vya unga. Hivyo ni vyakula vya wanga, yani carbohydrates. Ni vyakula ambavyo hufanya mwili kuwepo na nguvu katika miili yetu. They give us energy. They are known as energy giving foods katika lugha ya Kimombo ama sayansi. They are energy giving foods or carbohydrates, yani vyakula vya wanga. Kisha tuna vyakula, tulikuwa tunazungumzia lishe bora, balanced diet. Nimesema carbohydrates, vyakula vya wanga. Tuna vitamini ama vitamin, utohozi, kutokana na utohozi vitamin. Kisha tuna vyakula gani? Protini ama protein kwa Kimombo, Kiswahili ni protini, waweza tohoa, inakubalika. Vyakula ambavyo huenda na nyama, maharagwe, hizo ni protini ama proteins. They provide they make our body tunasema katika Kimombo proteins, they are foods which make our body become big, ama kufanya mwili yetu kuwa kubwa. Kisha tuna magonjwa kama vile, sasa nilikuwa nakuelezea, usipokula vyakula hivi vyote utapata ugonjwa wa chirwa, yani kwashiorkor. Kisha tuna magonjwa kama vile meningitis ama meningitis. Basi mtazamaji, meningitis katika